Kama ilivyo ada siku zote unakuwa nami Mwanaisha Lukali, beki kisiki na machachari Afrika Mashariki na Kati, ambaye anahakikisha na kuletea yaliyote kimichezo ambayo kwa hivi sasa yanaendelea kufanya vizuri zaidi ndani na nje ya mipaka ya Tanzania. Kubwa zaidi, wadau mbalimbali wamejitokeza kuwasaidia vijana kuboresha vipaji vyao, hususan katika swala zima la michezo ya mpira wa miguu. Six Sports tulipata bahati ya kuzungumza na mwenyekiti wa Academy ya Msimbazi Mseto, namna ambavyo vijana hao wanavyoweza kulelewa na kukua katika maadili ya kisoka zaidi. Twende tukamsikilize na kumtazama Bwana Ramadhan, mwenyekiti wa kituo cha Msimbazi Mseto. Kwa majina naitwa Ramadhani Rajabu, ni mwalimu katika kituo cha Msimbazi Mseto Academy. Mwalimu katika kituo hichi cha Msimbazi Mseto. Sawa, lakini mchakato wa kuanza kufungua academy hii ulianzaje, labda kuona kwamba tunatakiwa tutimize ndoto za watoto mbalimbali kuhusiana na mpira wa miguu? Mchakato ulianza pale tulipopokea ufadhili kutoka Uturuki wa kujengwa uwanja. Tulikuwa na uwanja ambao ni wa mchanga wa kawaida, lakini baada ya kupata ufadhili kujengwa uwanja wa kisasa, tukaona sasa hatuna budi tuanzishe na kituo rasmi ambacho kitakusanya watoto mbalimbali na kuendeleza vipaji vyao. Kwa hiyo ndio mwanzo wa wazo ulipoanza baada ya kupata ufadhili wa kituo cha kujengewa uwanja wa kisasa. Sawa, watoto wanaotakiwa kuingia katika kituo hichi labda ni watoto wa kuanzia umri gani? Watoto kwa sasa tunapokea umri kuanzia miaka 6 mpaka 15 wanafika hapa, wanapokelewa na kuendeleza kituo. Lakini hapo baadaye tutakapokuwa tutaendelea mbele, manake umri utakuwa umeongezeka zaidi wa kupokea watoto. Sawa, kituo kipo Msimbazi Center, lakini kituo chenyewe kinaitwa Msimbazi Mseto. Hili jina la Msimbazi kwa sababu kipo Msimbazi, au kwa sababu mkurugenzi mwenyewe ni shabiki kindakindaki wa timu ya Simba, kwa maana mtoto wa Msimbazi? Jina Msimbazi, naona maana yake hata jezi zenyewe ni nyekundu za wachezaji, kwa maana ya watoto wao. Jina Msimbazi ni jina la eneo letu hili linaitwa Msimbazi Center. Na kituo kipo katika shule ya Msimbazi Mseto. Kwa hiyo shule ndio imetoa jina la kituo, kwa maana kituo kinaitwa Msimbazi Mseto Academy. Haihusiani na mambo ya Simba. Lakini swala la neno Msimbazi kujitokeza ni jina la eneo, lakini haihusiani na swala la Simba. Haihusiani na hiyo. Haihusiani. Wala hizo jezi pia haihusiani na Usimba na ushabiki wa timu. Jezi haihusiani na ushabiki wa Simba. Ni chaguo tu kwamba tumeanza hizi jezi nyekundu, lakini tutakuwa na jezi tofauti. Kwa hapa leo umekuta jezi nyekundu, lakini kesho mkija mtakuta jezi nyingine rangi nyingine tofauti. Kwa uhusiano wa Simba na jezi hapana. Maana nilitisha nimeongea na watoto takriban 2-3 na asilimia kubwa ni mashabiki wa Simba, nikaona labda mnachagua. Hapana, ni watoto wenyewe nadhani ni wanapenda, sababu wanajisa na michezo, na wao pia wanapenda timu mbalimbali za Simba, Azam, Yanga. Kwa hiyo nadhani hao wale waoji ni wanapendelea timu ya Simba. Kwa hailileti na jisi zetu au na kituo chetu, lakini wao ni mapenzi yao binafsi kwa wanaipenda timu ya Simba. Sawa, future zenu labda kuelekea katika miaka kadhaa ijayo kwa kituo hichi sasa cha Msimbazi ambacho mmeanza rasmi Januari hii? Tuna malengo makubwa. Lengo kuu ni kuendeleza vipaji vya watoto. Hilo ndio lengo kabisa, kuanzisha akademi watoto. Mtaani tumeona kuna watoto wengi wana vipaji mbalimbali, na wengine wanahitaji mpira wacheze, lakini hawajui wataanza wapi, wataishia wapi. Na mpira wa kisasa tumetoka kwenye mpira wa zamani ule kwamba toka tu nyumbani unacheza ukionekana, lakini sasa hivi unaenda kisasa, unaendeshwa kisasa, unaendeshwa kisayansi. Kwa hiyo ili muendeshee mtoto mpira kisayansi, lazima umweke sehemu husika rasmi na umpe mafunzo rasmi ya mpira ili aweze kuendana na soka la kisasa.
Kama ulivyotoka kumsikiliza na kumtazama kwa uzuri kabisa, wewe mzazi ambaye unatazama, Bwana Ramadhan amezungumza kinaga ubaga kuhusiana na namna nzuri ya kumlea mtoto wako katika mazingira mazuri ya kisoka. Ifahamike kwa hivi sasa bwana, soka linalipa na mpira ni ajira kweli kweli, lakini pia kuna baadhi ya wazazi ambao wanaendelea kwa sapoti watoto wao ili mradi waweze kukua katika maadili ya kimichezo, na hao wote wameweza kufika pale Msimbazi Mseto. Tuende tukamtazame mzazi namna ambavyo anavyozungumza maadili ama malezi bora aliyopata kutoka katika kituo hicho cha Msimbazi Mseto. Kwa majina naitwa Samira Swabri Abdul Kadir. Mimi ni dada yake na mdogo wangu anaitwa Muadhi. Mdogo wangu ndo anayecheza katika kituo hiki cha Msimbazi Mseto. Sawa, kwa nini Msimbazi Mseto? Kwa nini mliamua kumleta Msimbazi Mseto na si kituo kingine? Kwa sababu ni kituo bora, kinalea watoto vizuri, wanalea wanakuwa katika maadili mazuri. Wote yani walimu wao wanaangalia vizuri, na hata wakiwa na shida yoyote wanaongea na walimu wao, wanasikilizwa kila kitu. Umejuaje kama mdogo wako au ndugu yako ana kipaji cha mpira wa miguu? Nilimwona tangu alivyokuwa mdogo, kwa anapenda sana kucheza mipira. Muda wote mpira wake kupotea kupasuka, anamsumbua baba yake, baba naomba ninunulie mpira, anacheza pale nyumbani. Yani support labda kwa wazazi wote wawili, au kuna mmoja labda anasita kuhusiana na kipaji cha mtoto kama hivi? Hamna anayesita. Baba yake mwenyewe ni mshabiki wa mpira, mshabiki kubwa sana wa mpira, anashabikia timu ya Simba. Baba yake ni Simba. Yeye mwenyewe ni Simba. Yeye mwenyewe mtoto pia ni Simba. Simba lialia. Simba. Sawa, na mama yake pia anashabikia, mama yake anashabikia Yanga. Okay, lazima kuwe hasi na chanya. Hasi na chanya. Sawa, lakini baada ya mdogo wako kuja hapa, labda maendeleo yake unayonaje? Maendeleo yake ni mazuri sana, na pia alishabahatika kucheza katika finali, akashinda medali. Alivaa medali. Alivaa medali. Maana hiyo ni maendeleo chanya, maendeleo mazuri. Mazuri sana. Sawa, labda ushauri wako kwa baadhi ya wazazi wanaoamini kwa kumleta mtoto sehemu kama hii ni lazima uwe na uwezo? So lazima uwe na uwezo, na washauri watoto wako, kwa sababu katika kituo hichi wanapokea hata wale ambao hawana uwezo. Wanapokea hata wale ambao hawana uwezo. Kama kuna watoto wengine hapa, wengine wazazi wao hawana uwezo lakini wapo hapa wanaendelea kukuza vipaji vyao. Ndio, wanaendelea kukuza vipaji vyao. Na nyinyi mnamuona mbali sana mdogo wako, kwa maana ndugu yako unamuona mbali sana baada ya kuingia. Namuona mbali sana, atakuja kuwa mtu mkubwa sana, mchezaji mpira mkubwa sana. Role model wake ni nani labda? Role model wake ni Ronaldo. Ronaldo wake mkubwa. CR7. Ndio. Safi sana. Nikushukuru sana dada Swabra kwa ushirikiano wako. Asante. Yes, wewe mzazi kokote pale ulipo unasubiria nini kumpeleka kijana wako ili mradi aweze kukua katika swala zima la kimichezo na katika swala zima ya kukiendeleza kipaji chake. Hivi sasa wazazi wengi tumewaona wakiendelea kuwasapoti watoto wao ili mradi waweze kukua kabisa na kupata yale malezi bora katika swala zima la kimichezo. Wengine tunaweza kuona watoto wakiwa wadogo wameanza kuimba, lakini wazazi wao wamekuwa wakiwasupport, lakini pia tumeona wazazi wengi wamekuwa wakiwaunga mkono watoto wao katika swala zima la kimichezo. Mimi mtoto wangu na msupport katika kila hatua ambayo ameifanya, na natumaini siku moja atakwenda kucheza katika ligi kubwa hapa duniani. Mimi kama mzazi wake ningependa kijana wangu aende pale EPL. Mtoto wa Sultani atachezea wapi mimi sifahamu, lakini Sultani anatokea Chamanzi kule, lakini naona kijana wake naye atakuwa amempeleka pale Chamanzi Academy na Msimbazi Mseto atapitia. Mimi ni Mwanaisha Lukali.